Serikali hivi sasa ipo kwenye mchakato wa kuandaa mwongozo wa usimamizi wa kongani za kitaifa ambao utaelezea sifa za eneo kuitwa kongani, ukubwa wake na sifa ambazo zinaambatana nazo. Serikali katika kutekeleza mkakati wa kuandaa ama kuanzisha kongani za viwanda katika wilaya zote, Singida ni sehemu ya mkakati wa Wizara ya Viwanda na Biashara na serikali kuhakikisha kwamba tunaenda kuanzisha kongani za viwanda, na hadi kufikia Disemba 2025 serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanikiwa kuanzisha kongani 36 katika mikoa 16 nchini, ambapo kwa hivi sasa katika mkoa wa Singida tunaweza kuona kwamba Iramba wameandaa eneo la ukubwa zaidi ya ekari 150 na Manyoni ekari zaidi ya 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, jitihada za kupata fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu katika maeneo haya zinaendelea ili kuwezesha uanzishwaji wa kongani hizo. Naomba nitoe rai kwa wakurugenzi wote, kwa kuwa hili ni agizo na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha kwamba wanaandaa maeneo ya kongani na wanaijulisha serikali kwa ajili ya kutambua maeneo hayo, kuyapima na kuyapanga kwa ajili ya kuwekea miundombinu na kutangaza kama sehemu ya vivutio kwa wawekezaji wetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, swali ni lini serikali itakuja na mwongozo? Kama nilivyotangulia kuzungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jibu langu la msingi kwamba hivi sasa tupo kwenye hatua za mwisho za kuandaa mwongozo wa kitaifa ambao utaenda kuwasilishwa kwa ajili ya wadau wote kujua sifa za maeneo kuitwa kongani, na mwongozo huo utatumika katika ngazi ya mkoa na halmashauri zetu zote Tanzania. Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya kusaidia sekta binafsi. Hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatekeleza dira ya maendeleo ya 2020-2050 ambayo inajikita kwenye ongezeko la thamani. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Fedha hizi kwa Wizara ya Viwanda na Biashara inapitia SIDO. Lengo lake ni kuwezesha sekta binafsi kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Lakini tuna benki ya kilimo ambayo inatoa riba nafuu kabisa kwa ajili ya wadau wote ambao wanataka kuenda kuwekeza katika sekta ya kilimo, katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina taasisi nyingine ambazo zinatoa mikopo. Kwa mfano, ofisi ya Waziri Mkuu kuna mifuko ya uwezeshaji wa biashara ambayo lengo lake ni kuwezesha sekta binafsi kuanzisha viwanda kwa gharama nafuu, kwa riba nafuu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru Mheshimiwa Sasisha Mafue kwa swali lake zuri, na amekuwa mpambanaji sana wa kuona kwamba maeneo ambayo yanazunguka jimbo lake la Machame yanatumika kwa manufaa mapana ya wapiga kura wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli natambua kwamba kuna eneo kubwa ambalo liko chini ya Shirika la Maendeleo la Taifa NDC, ambayo ni taasisi chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo tunaisimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kumpa neno la faraja Mheshimiwa mbunge kwamba jitihada zake zinaendelea kuzaa matunda, kwa sababu tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba eneo lile la Kilimanjaro Machine Tools linaenda kutengenezwa Industrial Smart City, na hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, zabuni ya mshauri mwelekezi imeshatangazwa na tayari mkataba umeshasainiwa, na kazi ya mshauri huyu mwelekezi ni kufanya market survey, kutengeneza master plan, mpango wa matumizi ya eneo, usanifu wa miundombinu na tathmini ya mazingira. Kazi hii tunatarajia kukamilika kabla ya Juni 2027, na baada ya hapo natumaini kwamba eneo hili linaenda kwa kitovu cha uchumi katika eneo lote, sio tu Machame, sio tu Hai, lakini mkoa mzima Kilimanjaro na kanda nzima kaskazini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikubaliane na Mheshimiwa mbunge Josephine Kapoma, viti maalum mkoa wa Morogoro, kwamba Morogoro ni mkoa wa kimkakati wa viwanda, na yeye Mheshimiwa mbunge anaweza kushuhudia kwamba mkakati wa serikali kwanza ni kufufua viwanda ambavyo vimekufa, na baadhi ya viwanda vimefufuliwa na vinaendelea na kazi. Lakini pili, kuvutia viwanda vipya, kazi ambayo inaendelea kufanyika sasa hivi. Tunaenda kuona viwanda vitatu vikubwa vipya: kiwanda cha tumbaku pale Mkwawa,
kiwanda cha mabati, lakini kiwanda cha sigara pale Morogoro. Kuhusiana na swala la kongani, tuna kongani moja pale Kihonda ambayo mwezi uliopita nilienda kuitembelea. Nafahamu changamoto zao, uzalishaji unaendelea, uwezeshwaji ndio swala ambalo tunalizungumzia sasa hivi, na naomba nimpe neno na faraja Mheshimiwa mbunge kwamba sehemu ya fedha za uwezeshaji kutoka kwa Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 200 kupitia SIDO zitaenda pale kwa ajili ya kuimarisha vijana katika shughuli za uzalishaji katika kongani ile ya viwanda pale Kihonda.